Siku moja mmoja katika wanavyoni, Imam Ibn Sirin, ni mwanachuoni maarufu huyu, asema dakhaltu masjidan, niliingia msikitini, fawajadtu shaban qa'iman yusalli kaannahu jidhu nakhla, nikampata kijana yuwaswali vile alivyomakinika katika swala, utadhani ni kigogo cha mtende, hatikisiki, yuko yuwazungumza na Mola wake. Baada ya swala yake, Imamu Ibn Sirin akamuuliza, anta ibnu man, wewe ni mtoto wa nani hapa? Akamwambia, ana waladu yatim la abban li wala mimi ni mtoto yatima, sina baba sina mama. Akamwambia, atarla an akuna laka kamanzilati abik, waridhika mimi niwe katika cheo cha babako, kwa maana mimi ndiye mzazi wako, nikulee mimi. Lianna alwalada kana umruhu la yatajawazu 10 sinin, kwa sababu umri wa yule kijana ulikuwa hauzidi miaka 10. Yule kijana akamwambia, naam raditu walakin bi 5 shurut, nakubali lakini kwa masharti 5. Ukiyavuka masharti haya, ukiyaweza, niko tayari wewe uwe baba. Akamwambia, fama hiya, ni gani masharti hayo? Yule kijana sharti la kwanza akamwambia, hal tut'imuni, wewe utaweza kunilisha mimi idha ju'tu, wakati nikiwa na njaa? Qala ut'imuka hatta tashba, ndiyo nitakulisha mpaka ushibe. Hal, alafu akamuuliza tena, hal tusqini idha thamatu, nikiwa na kiu utanipa maji? Akamwambia, usqika hatta tartau, nitakunywesha maji mpaka ujisikie wewe hoi. Akamwambia, hal taksini idha aritu, nikiwa uchi utanipa nguo nivae? Akamwambia, ulbisuka ahsana thiyab, nitakuvalisha vazi zuri zaidi kuliko mtoto yote hapa. Akamwambia, fa idha maridtu fa hal anta tushfini, je, nikiugua utaweza kuniponya? Qala la uqaddimu laka dawa amma shifa fala yatawallaha illa Allah, ukiugua mimi nitakuletea dawa, lakini masala ya kukuponya hakuna mwingine ila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, swali la mwisho, idha mitu fa anta tuhin, na siku nikifa utanihuisha wewe? Qala la inna alhayata walmauta la yamlikuha illa Allah, uhai na kifo hakuna mwingine anaumiliki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana akamwambia, ya hadha utrukni, ewe bwana niache, hunifai kuwa wewe msimamizi wangu, huwezi kunisimamia wewe. Utrukni ila man khalaqani wa huwa yahdini fahuwa yahdini, niache yule Mungu ambaye aliniumba, yeye ataniongoza. Wa yut'imuni wa yasqini, yeye ndiye mwenye kunilisha na kuninywesha. Wa idha maridtu fahuwa yashfini, na hata nikiwa mgonjwa yeye ndiye peke yake ambaye ataweza kuniponya vile vile. Fahuwa yuhyini thumma yumituni thumma yuhyini, yeye peke yake ndiye mwenye kazi ya kunihuisha na kunifisha. Wewe madamu washindwa na mengine, hufai kumiliki maisha yangu. Haya ni maneno makubwa sana aliyoyasema kijana huyu, kama kwamba kukwambia wewe jitoe wasiwasi kwamba mimi fulani ndiye itakuwa kikwazo kwangu. Kila mtu ana maisha yake yamepangiwa, na hakuna anayeweza kumiliki ya mwingine.